Karibu tutazamie nyota 5 zenye bahati zaidi mwaka huu wa 2025. Basi awali ya yote ni kuombe subscribe hapo na uguse alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Tulipokaribisha mwaka mpya wa 2025, ulileta mabadiliko makubwa ya anga, mwelekeo wa sayari na fursa nyingi za ukuaji na mafanikio. Ingawa kila nyota ina nafasi yake ya kung'aa, baadhi zinapokea neema zaidi kutoka kwa sayari, zikiwapa bahati ya kipekee katika nyanja mbalimbali za maisha. Makala hii inaleta mwanga juu ya nyota 5 zitakazobarikiwa zaidi mwaka huu, ikiwa ni pamoja na ushauri wa jinsi ya kutumia fursa hizi ipasavyo. Ikiwa unatafuta mafanikio katika fedha, mapenzi, kazi au utulivu wa ndani, nyota hizi 5 ziko tayari kushuhudia mabadiliko chanya yatakayoboresha maisha yako kwa kiwango kikubwa. Hebu tuone ni kwa nini nyota hizi zitang'aa zaidi mwaka 2025 na jinsi zinavyoweza kutumia bahati zao kwa faida kubwa. Tukianza na namba 1, hii ni nyota ya Ng'ombe ambayo watu wake wamezaliwa kati ya Aprili 20 hadi Mei 20. Mwaka 2025 ni mwaka wa mabadiliko na baraka kwa watu wenye nyota ya Ng'ombe. Ikiwa inatawaliwa na Venus, sayari ya mapenzi, uzuri na utajiri, nyota hii itavutiwa na nguvu chanya zinazotawala kipindi hiki. Jupiter, sayari ya upanuzi na bahati, itakuwa katika nyota ya Ng'ombe hadi Mei 2025, ikifungua milango ya ukuaji wa kibinafsi na kifedha. Kwa nini nyota ya Ng'ombe ina bahati mwaka 2025? Fursa nyingi za maendeleo binafsi na kitaaluma zitapatikana. Utulivu, usalama na fursa za mafanikio ya muda mrefu. Venus inaleta mahusiano thabiti na yenye furaha. Tuangazie jinsi ya kutumia bahati yake mwaka huu wa 2025. Kuwa na ujasiri. Chukua hatua kubwa hasa kati ya nusu ya kwanza ya mwaka. Chukua masomo mapya, safiri au jifunze ustadi mpya. Ingawa Ng'ombe anapenda utaratibu, mwaka 2025 unaleta fursa mpya zinazohitaji kufikiri nje ya boksi. Tukiangazia nyota ya pili, hii ni nyota ya Simba, ambayo nyota hii ni watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Simba wakitawaliwa na Jua ni viongozi wa asili wenye mvuto na kujiamini. Mwaka wa 2025 utakuwa na mageuzi makubwa, huku Jupiter na Uranus zikileta fursa za ugunduzi na mafanikio makubwa. Kwa nini nyota ya Simba ina bahati mwaka 2025? Simba watahimizwa kuonyesha vipaji vyao na kuchukua nafasi za uongozi. Mikataba mikubwa, miradi ya faida na nyongeza za mishahara zinakuja. Uvuto wao utaimarika na fursa za mahusiano mazito zitajitokeza. Tuangazie jinsi Simba anavyoweza kutumia bahati yake mwaka huu. Shiriki katika sanaa, uongozi au miradi mipya. Jihusishe na watu wanaoweza kukuza maendeleo yako. Uranus inaleta fursa zisizotarajiwa, hivyo kuwa macho kuzichukua. Tukiangazia nyota ya 3 na si nyingine ni nyota ya Mizani, ambayo nyota hii ni ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Mwaka wa 2025 unaleta uwiano wa ukuaji mkubwa kwa Mizani, huku sayari ya Venus ikiendelea kuwapa neema. Sayari zinazounga mkono nyota hii zitaleta mafanikio makubwa katika mahusiano, kazi na maendeleo binafsi. Kwa nini nyota ya Mizani ina bahati mwaka 2025? Venus inaleta uhusiano wenye furaha na utulivu. Nguvu ya Saturn inaleta uthabiti na maendeleo ya kazi. Jupiter inaleta watu wenye ushawishi watakaosaidia kukuza mafanikio ya Mizani. Jinsi Mizani anaweza kutumia bahati yake mwaka huu: jenga urafiki na mahusiano yenye maana, tafuta uwiano kati ya kazi na mapumziko, kubali mabadiliko, huku ukuaji ukijitokeza, zingatia fursa mpya kwa mtazamo chanya. Tukiangazia namba 4, nayo hii si nyingine ni nyota ya Mshale, ambayo watu wake wamezaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Nyota ya Mshale inayotawaliwa na sayari ya Jupiter imeunganishwa na nishati ya mafanikio na upanuzi wa mwaka 2025. Nyota hii inatoa ukuaji mkubwa katika elimu, safari na maendeleo binafsi. Kwa nini nyota ya Mshale ina bahati mwaka 2025? Ufanisi mkubwa katika masomo, safari na uzoefu mpya. Ni mwaka mzuri wa kuanzisha biashara mpya au kujifunza ustadi mpya. Uelewa wa ndani na amani ya nafsi itaongezeka. Jinsi Mshale anavyoweza kutumia bahati yake mwaka huu.
Jitose katika mambo mapya. Safiri, soma na panua maarifa yako. Fanyia kazi ndoto zako. Mwaka huu unatoa nafasi ya kutimiza malengo yako yaliyocheleweshwa. Dumisha mtazamo chanya, kuwa na imani na nishati nzuri za ulimwengu. Tukiangazia nyota ya 5, hii si nyingine ni nyota ya Samaki, ambayo watu wake wamezaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Nyota ya Samaki inayotawaliwa na Neptune na Jupiter itakuwa na mwaka wa neema na mafanikio. Nyota hii itapata mafanikio makubwa kupitia ujasiriamali, ubunifu na maendeleo ya kiroho. Kwa nini nyota ya Samaki ina bahati mwaka 2025? Neptune inakuza uangavu na ubunifu wa kina. Bahati kubwa katika fedha na fursa za kiuchumi. Uelewano mzuri na uimarishaji wa uhusiano wa karibu. Jinsi nyota ya Samaki inaweza kutumia bahati yake. Sikiliza sauti ya ndani. Angalia ishara na fursa zinazojitokeza. Shiriki katika sanaa, muziki au mazoezi ya kiroho. Badili ndoto zako kuwa mipango halisi ya mafanikio. Kwa ujumla mwaka huu wa 2025 utakuwa wa kipekee kwa Ng'ombe, Simba, Mizani na Mshale na Samaki. Sayari zitawaletea fursa za ukuaji, mafanikio na mabadiliko chanya. Ikiwa wewe ni mmoja wa nyota hizi, siri ya kufaidi mwaka huu ni kuwa tayari kukumbatia fursa na kufanya maamuzi ya busara katika nyanja za mapenzi, kazi, fedha au safari ya kiroho. Amini katika nguvu za ulimwengu na usiache bahati ipite bila kuitumia. Kwa wale ambao nyota zao hazimo katika orodha hii, kumbuka bahati inatengenezwa, matendo na nia, na maamuzi yetu ndiyo yanayounda hatima yetu. Sayari zinatoa mwongozo, lakini juhudi zako ndiyo zitakazobadilisha maisha yako kwa mwaka huu 2025. Kwa kila mtu mwaka huu uwe na neema, utulivu na mafanikio makubwa. Hiyo ndio makala nilokuletea hapa, nyota 5 zenye bahati kubwa mwaka huu 2025. Basi nikusihi usikose kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.